kuchaji ndani yetu masaa yote, uendelee kuchaji ndani yetu nyakati zote. Roho wa Mungu, Roho wa Kristo, wewe ndio tunayekutegemea. Asante kwa sababu uwezo wako ni wenye ukuu sana. Asante kwa sababu uwezo wako ni wa milele sana. Wewe ni mwema na umetukuka, hakuna Mungu mwingine. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya neema yako. Roho Mungu anawezesha. Roho Mungu anatia nguvu. Roho Mungu yuko pale kwa sababu yetu. Usiseme ninashindwa au sina uwezo ukaendelea kulalamika tu. Ukishindwa na hauna uwezo juu ya jambo fulani, Roho Mtakatifu hizo ndo shughuli zake. Hiyo ndio kazi mahsusi ya Roho Mungu. Roho Mungu yuko pale kutuwezesha. Utofauti wa Ukristo na dini zingine ni kwamba sisi wa Kristo maisha yetu ni very practical. Uwezesho uko kwa Roho Mungu. Kama unajiona kuna jambo unahitaji uwezesho, ni kutulia kuomba katika jina la Yesu, kwa sababu kama Yesu alivyosema inatupasa tuombe katika jina la Yesu. Na unapoomba katika jina la Yesu unamsihi Roho Mungu akuwezeshe, kwa sababu uwezo Roho Mungu anautoa. Na hii ni halisi sana. Unachotakiwa kufanya ni kuomba. Anasema muombe, na hata kama mkiomba mnaomba vibaya. Hamna mnachopata kwa sababu muombe, na mkiomba mnaomba vibaya. Sasa kwa nini tunaomba vibaya? Muda mwingine unaomba lakini chini katika moyo wako au katika uvungu wako unakuwa na nia mbaya. Unakuwa na mipango yako, unaomba lakini unakuwa na nia zako ambazo wewe unamaanisha. Mungu anajua mioyo, anajua nafsi zetu, anachunguza, kwa sababu kwa kupitia neno la Mungu linachunguza nafsi zetu, linachunguza mioyo yetu, linaweza pasua utu wetu wa ndani, likajua mpaka chini kabisa. Sasa wakati mwingine tunaomba na Mungu afanyi kwa sababu ya nia zetu mbaya. Unaomba kwa nia mbaya. Tunaomba tupati ni kwa sababu ya nia mbaya. Sasa ili nia mbaya ikutoke, ni vizuri kama utajifunza kuomba kwa kumruhusu Roho Mtakatifu yeye akuongoze katika maombi yako. Ni muhimu sana Roho Mtakatifu akasimama katika maombi yetu, kwa sababu kwanza wakati unaomba, moja ya hatua ya muhimu ni kufanya toba, kwa sababu sisi tunakosea mara kwa mara. Tunamkosea Mungu mara kwa mara. Na katika kumkosea Mungu mara kwa mara, lazima ili turudi kwake atusikie, lazima tuombe toba. Lazima tujisafishe, tuwe safi. Maana Mungu ni mtakatifu sana. Na sisi uchafu tuliokuwa nao na uovu tuliokuwa nao, hatuwezi tukafanya sahihi kwa Mungu bila kumuomba Mungu toba. Sasa ukishamuomba toba Mungu na ukapata hakikisho ndani yako la amani kwamba Mungu amekusamehe na unaona kabisa umepata msamaha wa kimungu, unachokifanya kitu kinachofuata ni wewe kuingia katika maombi ambayo ya mahitaji yako. Na kabla ya kuingia katika maombi ya mahitaji yako ni kumwambia Roho Mungu, Roho Mtakatifu, niwezeshe, mimi sijui kuomba. Kwa sababu maombi ni kama lugha tu. Mfano, umewahi kwenda sehemu kwenye mji mpya au kwenye mazingira mapya au nchi mpya au mkoa mpya, sehemu yote ambayo kuna watu wana taratibu zao, lakini moja ya taratibu zao mpya ambazo huzijui ni lugha. Kienda sehemu watu wanaongea lugha mpya, ili watu wakupokee inabidi unashauriwa uweze kusema bwana, mimi bwana ni fulani fulani, lakini najifunza lugha hii, mimi sio mzuri kwenye hii lugha. Kwa hiyo wale wenyeji wako au wale watu wanaokuzunguka tayari watakupokea kama wewe ni mgeni. Tayari watakupokea kama wewe ni mtu ambaye hujui lugha ile, kwa sababu umeshajitambulisha, jamani, mimi lugha hii sijui, mimi najua lugha hii kidogo. Kwa hiyo hata ule mwenye lugha yake anakuwa anajua anaongea na wewe mtu ambaye huifahamu ile lugha, na anakuwa comfortable kuzungumza na wewe. Sasa sehemu haujitambulishi, hautumii mbinu za kumuonyesha yule mwenyeji wako kwamba lugha huijui, alafu bado wewe unaendelea kubomoa lugha ya watu kwa kuibomoa. Ndivyo tunavyokosea sisi kwenye maombi. Sisi hatujui kuomba. Biblia inasema Roho Mtakatifu ndo anayetufundisha namna ya kuomba, na Roho Mtakatifu ndo anayetuombea, na Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua, kwa namna kusikoweza kutamkika. Sasa kama Roho Mtakatifu anafanya shughuli hiyo, unachotakiwa sasa ukishajitakasa ni kumwambia Roho Mungu, Roho Mtakatifu,
niwezeshe kuomba, maana mimi sijui.